Kwa nini Wakristo? Kwa nini Wakristo tunafaa kuweka tumaini zetu ndani ya Mungu peke yake katika dunia? Bwana Yesu asifiwe. Wewe hujajiuliza ni kwa nini wafaa kuweka tumaini lako ndani ya Mungu muumba mbingu na nchi katika dunia hii peke yake? Kwa nini? Umejiuliza? Haleluya. Ni Isaia kifungu cha 51 mstari ni wa 4 kufika wa 6. Je, kwa nini twafaa kuweka tumaini zetu kwa Mungu peke yake? Tukiwa na vitu vingi sana ambazo twaweza kusiamini ama twaweza kuweka tumaini zetu kwa hizo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, kwa nini twafaa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Isaiah 51 verse 4 to 6. Kama hujajiuliza swali hili, mimi nimekuwa nikijiuliza sana. Kwa nini mwanadamu anafaa kuweka tumaini zake ndani ya huyu Mungu peke yake? Nataka tuende moja kwa moja karibu my brother. Sema mstari moja mstari wa 4 hadi 6. Nisikilizeni mimi, enyi watu wangu. Nisikilizeni ninyi, enyi watu wangu. Nisikieni taifa langu. Maana sheria itatoka kwangu. Nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Haki yangu ikaribu. Haki yangu ikaribu. Wokovu wangu umekuwa wazi. Wokovu wangu umekuwa wazi. Na mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Na mikono yangu nitahukumu kabila za watu. Itawahukumu kabila za watu. Itawahukumu kabila za watu. Visiwa vitaningoja. Visiwa vitaningoja. Navyo vitatumainia mkono wangu. Navyo vitatumainia mkono wangu. Inueni macho yenu mbinguni. Inueni macho yenu mbinguni. Mkaitazame nchi chini. Mkaitazame nchi chini. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Na nchi itachakaa kama vazi. Na nchi itachakaa kama vazi. Nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Bali wokovu wangu utakuwa milele. Utakuwa wa milele. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele. Na haki yangu haitatanguka. Na haki yangu haitatanguka. Hebu rudia.
Nisikilizeni mimi enyi watu wangu. Nisikilizeni ninyi enyi watu wangu. Nisikieni taifa langu. Nisikieni taifa langu. Maana sheria itatoka kwangu. Maana sheria itatoka kwangu. Nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Haki yangu ikaribu. Haki yangu ikaribu. Wokovu wangu umekuwa wazi. Wokovu wangu umekuwa wazi. Na mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Na mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Visiwa vitaningoja. Visiwa vitaningoja. Navyo vitatumainia mkono wangu. Navyo vitautumainia mkono wangu. Inueni macho yenu mbinguni. Inueni macho yenu mbinguni. Mkaitazame nchi chini. Mkaitazame nchi chini. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Na nchi itachakaa kama vazi. Na nchi itachakaa kama vazi. Nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele. Na haki yangu haitatanguka. Na haki yangu haitatanguka. Wacha tushukuru. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako liheshimiwe. Mungu mtakatifu, muumba mbingu, muumba nchi, usiyefananisha na chochote, usiolinganisha. Bwana ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kwa sababu Bwana umekuja, Bwana ukanene nasi, Bwana umeachilia roho yako kama mwalimu mwema katika mioyo yetu. Maifara tunakuomba ukatuandae yao, na kuomba ukatupe masikio Baba yetu, na ukasitupe mioyo na macho ya kuona Maifara, kama vile utatuambia Maifara, Jehova utajilia hukumu yako Baba katika dunia hii, na hakika kila kitu kitaondoka, na mbingu nayo itaondoka Bwana, visiwa navyo vitakutumainia katika jina la Yesu Kristo. Kana watu wanaokaa katika dunia na watatoweka Maifara na kufa, bali Bwana tukawisi kupata hekima na maarifa toka kwako Bwana. Asante Yesu kwa sababu ya ujumbe huu. Pokea sifa na hata utukufu. Ni kwa jina la Yesu tuomba na tukuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Leo hii tunataka tuone ni kwa sababu gani mimi na wewe tunafaa kuweka tumaini za mioyo yetu mbele za Mungu peke yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio Mungu alituma mitume katika dunia hii ili kunyang'anya mwanadamu chochote kile kinachoonekana na kisichoonekana, ili akampee Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Maana ujumbe unatuonyesha kweli hakuna kitu kitakachobaki ila ni neno la Bwana, ila ni neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio tunaona ni sababu gani tunafaa kuweka tumaini zetu katika moyo wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua hii inakuanga zuri ili ukajue hata ninapomtumainia Mungu sitapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na ninapomtumainia vitu zingine nitapoteza kwa njia gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio sababu neno alitumwa. Maana Biblia hapa inatuambia, hebu tusome verse 6 inasema, inueni macho yenu mbinguni mkatazame nchi chini, maana mbingu zitatoweka kama moshi na nchi itachakaa kama vazi, nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Haleluya. Bali wokovu wangu
bali wokovu wangu utakuwa milele na haki yangu haitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Mungu anataka tuonyeshe, tuangalie hii mbingu. Hii inaonekana kwa macho itaondoka. Haleluya. Kwa hivyo ni kama tunaambiwa tupande juu, na tukiwa pale juu tuone, tufungue macho na tuelewe kuna siku hii mbingu tunaona na macho itaondolewa. Haleluya. Na tukiwa pale juu tuangalie nchi nayo itachakaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nchi nayo inapochakaa, nao watu pale, wanadamu nao watakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nayo visiwa vya maji vitamngojea alete wokovu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio maana Yesu akasema, Mungu akasema na wana wa Israeli, akawaambia msiwe na mfano wowote wa kiumbe chochote, mfano ama kiumbe mtakachokitumainia, mtakachokiabudu, ila jina langu, ila mimi peke yangu, maana ni mimi niliye mwanzo na hata mwisho. Haleluya. Na hapa sasa akataka kuwaonyesha kwa nini wasiweke tumaini lao katika vitu vinavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Na akatuma Isaya nabii, na akampea ujumbe huu aletee kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sijui wale walioambiwa kama walishika ama waliachilia. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Maana waliambiwa vizuri, tazameni mbingu, baada itajakaa, itatoweka. Haya, mkiwa pale mnapotazama mbingu, muelewe pia mbingu nchi hii itajakaa. Na vyote tunaviona vinatimia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hakika mbingu imeondoka katika uso wa kanisa. Mbingu imeondoka katika uso wa mwanadamu. Na mbingu nayo ilipokunjwa, haleluya, mbingu nayo ilipokunjwa kutoka katika katikati ya maisha ya mwanadamu, maana mbingu ndio inapeana uzima katika hali hii. Sasa ule uzima unaondoka, nchi nayo inakufa ama inachakaa. Haleluya. Hao walio ndani yake wanakosa tumaini na wanakufa kwa kukosa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Sababu moja ni kwa kuwa chochote kinachoonekana kwa macho ya mwili huu kitakoma siku moja kwa uwezo wa Mungu Muumba. Chochote tunachokiona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tuweke tumaini zetu kwa Bwana? Kwa sababu kulingana na ujumbe huu tunaona chochote kinachotumainiwa na mwanadamu, kinachotumika na mwanadamu kama Mungu, Bwana Yesu asifiwe, siku moja kitaondoka. Siku moja kitakoma. Na ndio sababu tukaweze kuweka tumaini. Maana unapoangalia huku juu unaona mawingu, lakini siku moja ile mbingu ishikiliao mawingu itaondolewa. Na ndio maana Mungu aliondoa miungu ya mwezi kwa wana wa Israeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe.
akaondoa mambo ya kusoma nyota. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Baraka chochote kilio katika anga, chochote kilicho katika mbingu kitaondoka siku moja. Kwa hiyo hakuna chochote, iwe ni mwezi, iwe ni jua, iwe ni nyota, hufai kuweka tumaini lako kwake. Haleluya. Tena nchi tunaambiwa itachakaa, itaondoa rutuba, utajiri wa nchi utaondoka, udhamana wa nchi hii utaondoka siku moja. Na tumeangalia na tumeona, manake nchi imekuwa ikilisha watu miaka nyingi sana, chakula kimekuwa cha kila aina, matunda ya kila aina, lakini leo hakuna matunda inaonekana. Na hii ni ishara tosha. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu alikuwa akiingia msituni, anapata maji na anapata matunda na anapata chakula kule. Haleluya. Wakati uliopita wanadamu alikuwa si lazima akule, si lazima alime ndio akule. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaingia msituni, tunakula matunda. Mapera zilikuwa, jina la Bwana litukuzwe. I think it was on 0403 nikikaa Webuye. Imagine mapera ilikuwa ilikuwa kando ya barabara. Tulikuwa tunakula, hakuna mtu anakuuliza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati mwingine nikaona na huko Kambani na huko chini kule Mwingi, tulikuwa tunaenda kutafuta kibarua kule. Unaenda unapata mwembe uko katika msitu na uko na maembe na unakula wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini leo hii niambie kama utapata moja isiyo na mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hii ni ishara tosha. Mwisho wa nchi hii, mwisho wa dunia unakaribia. Baraka mbingu zimekujwa. Bwana Yesu asifiwe. Toka machoni pa mwanadamu, wakati zilikujwa, ikawa sasa ni mvua. Wanadamu wanategemea mvua. Haleluya. Sasa zile nguvu za mbingu zimeondolewa, ili tuweke tumaini kwa Mungu peke yake. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo nimewaambia sababu moja ya kuweka tumaini kwa Mungu ni kuwa chochote tunachokiona, ndugu yangu, wacha nikuambie dada yangu, siku moja kitaondoka. Kwa kuwa mali pamoja na viumbe tunazoziona zitakoma. Sitakuwa na kikomo. Sitakuwa na kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni heri ole wao wanaotumainia mali. Haleluya. Ole wao wanaotumainia vitu, mapato ya dunia hii. Manake wakati dunia inachakaa, nataka uone wakati nchi inachakaa, zile mali zinachakaa, zile pesa zinachakaa, yale mapato yanachakaa, na watu wanaona, wana macho lakini hawaoni. Biashara zinakauka. Hello. Meaning that dunia hii, nchi hii inachakaa. Inji wapendwa,
Bwana Yesu asifiwe. Tunajiuliza kwa nini mambo ni magumu. Tunajiuliza kwa nini tunakula kwa kung'ang'ana. Tunajiuliza kwa nini hatupati. Nimeleta ujumbe leo nikuambie, ni kwa kuwa dunia inachakaa na vitu vyake pamoja na mali zinachakaa. Wapendwa, jiandaeni, tuweke tumaini zetu kwa Bwana. Hello. Jiandae mpendwa, manake kilio inakuja. Na wanadamu wasiomrudia Bwana tutalia wapendwa. The day is coming. Tuondoe tumaini letu kwa vitu tunavyoviona kwa macho ya mwili huu, na tutazame na tuweke tumaini letu kwa Yesu. Manake kilio inaendelea kufunguka. Mungu anaendelea kufungua milango ya machozi. Nisikilize mpendwa, Mungu anaendelea kufungua mlango wa machozi, mlango wa kilio, mlango wa mateso wanadamu asipomtumainia. Baraka anapoendelea kufanya nchi hii ichakae, maisha ya mwanadamu yachakaa. Juu sasa wanadamu sachakaa, biashara sachakaa. Lakini sisi hatuelewi kana kwamba mbingu inapopita na dunia inapopita, hata sisi ni wapita njia. Na ole wetu ni lazima tuvunguke macho na tuvae viatu na kuvaa nguo na kuvaa chepeo. Baraka siku moja tutaondoka wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Kwa hivyo wale wanatumainia vitu vya dunia hii, wale wanaangalia mali, wanaona wao ni matajiri, sikatai. Wale wanafurahia kuishi katika dunia hii, wapendwa, ni heri uwe na kilio. Lilia Bwana sana dunia hii inapokujwa, na wewe uondoke na roho hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Anoinge mengolia moa unemake, anoinge mengolia madhe na nemake, endinye nimeandiko mekwenia, endinye nimeandiko. Yani watu wengi unashindwa, kwa nini nang'ang'ana? Kwa nini nateseka? Dunia inachakaa. Haleluya. Na inapochakaa chochote kilicho katika hiyo dunia, my brother, my sister, itachakaa. Kwa hivyo ni lazima biashara zitakauka, maisha yataendelea kukauka. No returning back. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikiliza vizuri? Unanisikia vizuri? Kwa hivyo wewe unaosema nikipata mali nitastarehe, hapa si kwenu. Hii unaona siku moja itaondoka, na hujui ikiondoka itabaki nini. Mungu mwenyewe ndiye atajua, ama aliyo ni siri yake. Mungu anataka tuogope kuweka makao yetu katika dunia hii, kuweka tumaini letu katika dunia hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ondoa misingi yako hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa misingi yako wapi? Katika dunia hii, maana inachakaa. Mwanadamu pia atatoweka kama upepo.
hatufai kutia tumaini zetu kwa mtu yeyote. Barake pia yeye yuna mwisho. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji ubaki na yeye peke yake. Wanadamu naye mtumainia, siku moja atatoweka ndugu yangu. Ndio maana Yesu aliachilia sauti yake. Ndio maana Mungu alituma sauti katika dunia hii. Watu wasiposikia kilio, wakisikia wataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiweke tumaini lako kwa yeyote unayemuona katika maisha yako. Weka tumaini lako kwa Bwana. Ndio nawaambiaga, worship God is a personal. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nakuambiaga, ukija kanisani usiangalie ni nani hajakuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jione wewe mwenyewe, mfanyie Mungu kazi. Manake unaomtegemea mama Chalo, hiyo siku yako ya kuondoka hamtakuwa naye. Mheshimiwa Raila amekuwa akitembea na watu wengi sana, na amekuwa na wafuasi wengi sana katika nchi hii, lakini wakati alianza kuondoka, Bwana Yesu asifiwe, wakati alianza kuondoka ilikuwa dakika yake peke yake na Yesu Mungu wa mbingu. Tunajifunza karibu sana ndugu yangu. Wacha nirudi kidogo nikuambie kwa nini twafaa kuweka tumaini zetu kwa Mungu peke yake. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Na yeyote ako na masikio, na kama uko na masikio ndugu yangu na dada yangu, jiandae. Manake mambo yazidi kuharibika. Hakuna kurudi nyuma, no return back. Forward ever. Ambaye ni Isaiah chapter 1 verse 4 to 6. 51 verse 4 to 6. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati utakuwa unaenda, hautasema na mchungaji ako, ni siku yako na Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uzuri na ubaya sana, nchi inapochakaa, wanaokaa ndani yake, bahari na masiwa wote wanachakaa. Tumtumainie nani tena? Tuitumainie nini? Kama chochote kinachoonekana. Na ndio maana tunaambiangu utakimbia kwa bahari kutapike. Hello? Utaingia kwa moto ukimbie ukuache. Hallelujah. Hebu nisauti hiyo jina fast my brother. Bwana Yesu asifiwe. Maana siku yako ni siku yako. Mbingu itaondolewa, nchi itachakaa, na mali yake na mwanadamu atakufa. Kwa hivyo usitumainie hata mke wako, usitumainie hata mzee wako. Ni zamu yako wewe mwenyewe utafute uso wa Bwana. Haleluya. Nasema hivi Ufunuo wa Yohana 6. Ufunuo wa Yohana 6 mstari wa 15 na 16. 15-16. Na wafalme wa dunia, na wafalme wa dunia, na wakuu, na wakuu,
na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana watajivisha katika pango na chini ya miamba ya milima wakiambia milima na miamba tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie mbele ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa maana siku hiyo kuu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 26,000. Tufike tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Utasema milima itatoweka na utataka ifanye nini? Ikuangukie. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na itakuwa na nguvu, itakukipia. Utaingia kwa pango, haitakusaidia, haitakuokoa. Utakukimbilia mwanadamu, hautapata msaada. Basi wahi msaada wa mwanadamu unaendelea kuisha. Msaada wa dunia unaendelea kuisha. Haleluya. Ndio maana ukikimbilia mwanadamu hakuna uponyaji. Ukiangalia mashamba hakuna chakula. Ukiangalia bingu hamna mvua. Hello. Dunia inatoweka wapendwa. Wacha tuondoe tumaini zetu katika dunia hii. Bali tunaona siku moja itakuwa jivu. Watu wengi tumetumainia wanadamu. Ukiwa mgonjwa huwezi mtafuta Bwana. Ni lazima uende ukatoe sadaka ili ukaombewe. Ole wako. Unatumainia mali za wanadamu. Siku moja utalia. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Kwa kuwa mbingu pia na uzuri wake sitatoweka siku moja kwa mpango wake kulingana na neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Jaba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo nimewaambia, unaona mbingu, unaangalia vile imerebeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaangalia mbingu unaona nyota. Unaangalia mbingu unaona jua. Unaangalia mbingu unaona mawingu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja, my brother, jiulize, wakati mbingu na nchi na vyote vikao na wote wakao zitaondolewa, my sisters listen, tutakuwa wapi sisi? Kutakuwa namna gani? Tuache kukaa katika dunia hii kana kwamba ni kwetu. Sisi tuwapita njia wapendwa. Sisi tuwaenda safari. Hello. Jiandae. Tafuta nauli ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Manake ukatae ukubali. Kuna siku ambaye dunia hii haitakuwa na kiumbe. Kuna siku ardhi hii haitakuwa na pumzi. Pumzi itabaki na mmoja, Yesu aliyepewa nchi ya pili, dunia ya pili. Na kanisa itaondolewa katika dunia hii, iwekwe katika dunia ya pili. Ndio maana Yesu anaambiwa alipewa mamlaka ya kutawala dunia hii na itakayo. Na kama
kama yeye ndiye atatawala itakao kuja, na wewe haujaweka tumaini lako ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Je, wakati atakuwa anatawala, wale walioweka tumaini zao ndani yao, utakuwa wapi wewe? Nitakuwa wapi mimi? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Basi hii ndiyo sababu Mungu akiamua kuondoa chochote duniani, watu huona kama ndoto. Yaani Mungu ameamua kuondoa mtu na imekuwa kitendawili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Manake siku ya mtu ni Mungu ajuae. Na ukiondoka hapa duniani, kama hauna yule atakaye tawala katika nchi ya pili, dunia ya pili, itakuwa kilio. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema mtakuwa mnatembea wawili, mmoja atatwaliwa bila wewe kujua. Mnakuwa mnalala wawili, mmoja atatwaliwa bila mwingine kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunaabudu siku moja. Haleluya. Na wengine wataenda, wengine wabaki. Na hapo hakutakuwa tafadhali. Haleluya. Wale wataenda ni wale wameweka tumaini zao ndani ya Kristo. Na huyo ndiye ataenda na yeye katika dunia yake, makao aliyoenda kuyatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Makao isiyo na kilio, isiyo gharamikia chochote kinachoonekana katika dunia hii. Haleluya. Bali makao ya raha, makao ya furaha, makao ya kuimba, makao ya worship. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nchi itakao kuwa mwangaza usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Hii itakao ng'aa kwa sababu ya ung'aro wako watakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mng'ao wako, mng'ao wangu, mng'ao wa ule mwingine, hiyo nchi itawaka mwangaza usiku na mchana. Hakutakuwa majira wala nyakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kubaki katika nchi ya kuchakaa? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kubaki katika nchi inayochakaa, ama unataka kwenda katika nchi inayong'aa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni vizuri saa zingine ukisikia vitu zingine, munaambia Mungu nifungue macho nione hii nchi iko namna gani ambaye natumainia kwenda kesho. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda ama hatuendi? Tunaenda ama hatuendi? Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Are you ready? Are you ready? Yeah. Kwa hivyo ndio maana Mungu akiamua kushusha mtu cheo au akiamua kuinua mtu, Mungu akiamua kushusha mtu cheo au kuinua mtu, atatenda kulingana na vile atakavyo. Haleluya. Kwa hivyo kama vile unangojea, wacha nikwambie, pengine saa hii unakaa maisha kuhangaika.
maisha ya kung'ang'ana, na siku moja unahitaji maisha ya furaha. Haleluya. Siku yenye utaondolewa maisha ya kung'ang'ana, my brother, hautajua. Kwa hivyo hii njia ya kung'ang'ana itakapoondolewa hautakuwa unajua. Na siku ya baraka itakapokuwa inaingia hautajua, utasikia tu mambo imeanza kwenda vizuri, lakini hujui ni siku ipi Mungu aliyekutembelea. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuona tu maisha yako yanabadilika, lakini ukiulizwa ni majira yapi, ni dakika ipi aliyekuja na kuchange, kuondoa maisha ya kung'ang'ana na kuweka maisha ya amani, hautaweza kutaja. Ndivyo itakuwa. Saa hii unapumua, lakini siku ya kukata pumzi hautajua, utasukia umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Je, utaenda penye ujui? Utaenda penye hujairidhi? Utaenda mahali hauna tumaini nalo? Na hapo Bwana Yesu asifiwe, utaenda makao ambaye si yako. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona watu wanaenda tu, miaka inafupishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa tu, wewe unaona inaenda. Mimi ninapoangalia majira vile inaenda. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu already imekunjwa kutoka katika dunia hii. Imebaki wakati wa kuondoka sasa mbingu, katika misingi ya mbingu. Haleluya. Haleluya. Mbingu hii inagawanya nchi hii na nchi ile tutakayoenda. Hii ni siri ya kuficha makao matakatifu ya kanisa ya pili. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hii inazuia macho ya mwanadamu wa mwili hasione makao. Mwanadamu ule atakufa, hasione makao ya milele, ili akaing'ang'anie. Na Yesu akasema sasa, toka enzi za Yohana Mbatizaji, atakayerithi hiyo mbingu si rahisi. Si rahisi. Ni lazima ukatae vyote vinavyoonekana katika dunia hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alisema hakuna ajuaye siku wala saa. Maana my brother, akiamua waanguke hapa, tutabaki. Wengine jana hapa walikuwa wanakula nyama. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Najua kana kwamba dakika na sekunde za mwisho zimegonga kwa maisha yake. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Alienda wakimwangalia. Aliacha watu wake wakiwa salama, hakiwa salama, tena mtu tajiri. Hello. Tena mtu aliye na pesa na magari. Lakini hiyo, ili tusije tukaitumainia, ili usije ukaiangalia, utaenda na uiache. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Unajuaje kana kwamba sikutishi? Hello. Kana kwamba hii ndio ibada yako ya mwisho? Nitajuaje kana kwamba hii ndio ibada yako ya mwisho?
chakula cha roho katika mwili huu. Yesu ahurumie watu wake. Maana ni lazima unapoona jambo unajiandaa. Wewe ulipoangalia huyo mtu, wewe uliyemuona, je, uliuliza na yangu itakuwa namna gani? Hello. Hii jamaa wakati aliweka hiyo kipande cha nyama katika kinywa chake, hakujua kana kwamba hiyo ndio ngisa milele katika maisha yake. Kwa hiyo wapendwa, tujiandae kitakacho kuondoa katika dunia hii. You never know. I never know. Mwanadamu amehesabiwa kufa, mbingu imehesabiwa kutoweka, nchi imehesabiwa kuchakaa, na hakuna shortcut. Na ni lazima kila unabii itatimia. Kwa hiyo atakukaa katika dunia hii kana kwamba ni kwa mama yako, na ulitoka kwa mama na unajidai uko kwa Yesu. Biliani unajidanganya. Beta ubaki kwa mama wa dunia hii. Usije ukabaki bila Yesu na mama dunia, ukachukuliwa na moto. Haleluya. Kwa hiyo ujue dunia, mbingu na moto zinakung'ang'ania. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni wewe uombe Bwana uwe na uwezo wa kuona hiyo mbingu ya pili. Hello. Aliwaambia siku moja nitahubiri watu wakatae hii dunia. Watu wachukie dunia hii, waombe Bwana ashuke. Baraka hakuna chenga, tunaenda. Na hapa nalikuambia mimi sitakwambia utabarikiwa. Haleluya. Mimi sitakwambia unaenda ng'ambo. Haleluya. Hapa sitakwambia kuna mrogi. Haleluya. Mimi nitakuonyesha mbingu. Mimi nitakuonyesha mbingu. Na hakuna chenga, hapa ni mbingu. Kwa hivyo ndio maana Mungu akiamua kushusha mtu cheo au kuinua mtu, atatenda kama jambo isiloeleweka. Ukitaka confirm, angalia Mwanzo chapter 1 kuanzia 14. Kuna jamaa anaitwa Yusufu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamaa ako katika korokoro, hako katika jela. Into bracket katika hiyo verse. Mwanzo chapter 41 kuanzia 14. Uone maisha ya Yusufu iko katika mateso. Uone maisha ya Yusufu iko katika ufungwa. Haleluya. Lakini kufumba na kufumbua macho, Yusufu aliona kana kwamba ni ndoto anaota. Alistukia ako katika kiti cha mfalme. Hebu nisome my brother. Ukiteremka kidogo. Mwanzo 41 mstari wa 14. Ndipo Farao akapeleka watu. Akamwita Yusufu. Wakamleta upesi kutoka gerezani. Akamleta very fast kutoka katika gereza. Akanyoa. Akabadili nguo zake. Na kuingia kwa Farao. Akamwambia nini? Nimeota ndoto. Wala hakuna wezaye kunitafsiria, nami nimesikia habari zako. Nimesikia habari zako. Kwamba usikiapo ndoto,
singeweza kuitafsiri. Unaona Yusufu mwenyewe ako na cheti. Haleluya. Cha kuingia katika ufalme Bwana amempea. Haleluya. Na ili ikatumike kwa Farao, imetumika katika korokoro, katika gereza. Yusufu akamjibu Farao, akasema si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nilikuwa nikisimama ukingoni wa mto. Tazama, ng'ombe 7 wakatoka mtoni, wanono wazuri, wakajilisha manyasi. Ngoja kwanza, unaona Yusufu, yani Farao alitumana haraka sana kwa sauti yake. Haleluya. Endeni mkaniletee nani? Kutoka wapi? Kwa hivyo dakika hata Yusufu mwenyewe akujua kana kwamba anatumanwa. Haleluya. Yusufu hakujua kana kwamba Mungu ameandaa makao mengine. Mungu ameamua kumuinua. Haleluya. Mungu ameamua kumbadilishia maisha. Lakini kufumba na kufumbua, alijipata katika kiti cha mfalme. Hivyo ndivyo inakuwa Mungu akiamua. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiamua hata maji ya kupeleka, baraka maji ndio inatumwa. Utanyongwa na maji na kuona kidogo umeenda, umekauka. Kumaanisha mwanadamu anapotumainia vitu vya ulimwengu ni kama kutumainia upepo usioshikika kwa mikono. Hizi vitu tunaona, hizi vitu tunatumainia. Jaribu sana. Nitakupea dakika moja ushike upepo. Mama, jaribu ushika upepo. Hello. Shika upepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza shika upepo, tumainia, shikilia chochote cha dunia hii. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Je, kuna yeyote awezaye kushika upepo? Manake Yusufu kuondolewa katika shida na kuwekwa katika furaha ilitegemea sauti. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu kuondoka katika gereza na kuingia katika ufalme ilitegemea nini? Ilitegemea nini? Sauti. Na hata wewe kuingia katika mbingu hakuna chenga. Bwana Yesu asifiwe. Ni sauti peke yake unahitaji. Hata mimi kuingia kurithi ile mbingu ni sauti ya Mungu. Kutoka katika neno hili, kutoka katika kitabu hiki, tukiheshimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tokana na hii tunaelewa kila unachotumaini ama tunaelewa kile tunachotumainia kitakapofika mwisho. Umeandika hivyo? Kile unachotumainia katika dunia hii, iwe ni mbingu, iwe ni bahari, iwe ni nchi, itakapofika mwisho, hata wewe mwisho wako utakuwa umefika, kwa kuwa unacho amini pia kimetoweka.
Kwa hivyo Mungu wako akitoweka, nao unafanya nini? Safari yako ikifika mwisho ni kupumzika. Hello. Safari ya Mungu yule anakuongoza ikifika mwisho, hata wewe mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hello. Kwa hivyo na ukiona inarudiwa, hii ni kitu serious. Kuna ndugu aliniambia walisomewa neno mara 3. Wakaniambia waliambiwa utakapoona imerudiwa, hii ni serious, itie maana. Hello. Kwa hivyo kama unataka kuwa mabaki, lazima tuweke, ama kama tunataka kuwa mabaki, lazima tuweke tumaini zetu katika neno la Bwana, ama sauti ya Bwana pekee. Hello. Ni wengi sana waliokuwa katika gereza. Wakati wa Yusufu, Dennis my brother, ni wengi waliofungwa na Yusufu katika ile gereza. Sikiliza sauti hii. Lakini ni nani aliokoka katika gereza? Ni wangapi waliokoka toka kwa gereza na kuingia katika amani? Only one. Kwa hivyo katika mabaki, wakati wa Farao, enzi ya Yusufu peke yake ndiye alikombolewa. Mama hii, tunaweza kuwa hapa, dada yangu, tuko wengi hapa tunaabudu katika reality, na ni wao utakombolewa. Be ready. The day is coming. Bwana atatumana. Je, akitumana utaenda wapi? Ndio maana nimekuambia, ndio maana nasema kwa hivyo kama tunataka kuwa mabaki kama Yusufu katika gereza, lazima tuweke tumaini letu, ama tumaini zetu katika neno la Bwana au sauti ya Bwana, na hakuna kitu kingine. Watu wengi tumetumainia sana matoleo. Watu wengi tumetumainia sana wachungaji. Watu wengi tumetumainia sana mali zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbatili wapendwa. Ni upepo. Wacha tuwe na mali na tutumie mali tukijua itaondoka. Haleluya. Haleluya. Mimi sijasema mali ni mbaya, lakini tusiweke tumaini zetu kwa hiki ni chakula cha kunywa. Kula na unywe na uvae ukiwa katika mwili. Hello. Baada ya kuondoka hapa, ujui ni mavazi yapi utakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ujui ni mavazi yapi utakuwa nayo. Jina la Bwana litukuzwe. Hello. Hello. Hallelujah. Ujui yaani tunang'ang'ania mavazi. Je, unajua ni mavazi yapi utavaa kule? Unajua utashukwa aje? Bwana Yesu asifiwe. Unajua utakuwa namna gani, lakini utaishi. Na pengine
lakini hakutakuwa na kula na hakutakuwa na kunywa, kwa maana roho anywi wala hali.